Bana, mambo vipi? Karibu Sports Empire. Kama ilivyokuwa kawaida, tunakuletea habari tofauti tofauti za michezo, na leo moja ya story kubwa ambayo tunakuletea bwana, ni story ambayo imemake headline sana barani Afrika. Ni taarifa kutoka shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika ambayo inatarajia kupandisha tena kiasi cha fedha za zawadi katika mashindano yake ya ligi kuu ya ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika kwa ongezeko la zaidi ya dola milioni 2 kwa washindi wa kila shindano. Hii ni mwendelezo wa ongezeko kubwa la uwekezaji katika mashindano mawili ambalo ilikuwa ahadi ya mapema kabisa kutoka kwa rais wake wa shirikisho hilo kwa maana ya Patrice Motsepe. Zawadi za fedha kwa mashindano ya klabu ya CAF zinatarajiwa kuwa kama ifuatavyo. Ligi ya mabingwa barani Afrika, bingwa yeye atatoa kiasi cha shilingi dola milioni 6, wakati mshindi wa pili yani second runner yeye atakuwa na dola milioni 2. Wanaofika nusu finali itakuwa ni dola milioni 1.2, wakati wale wanaishia hatua ya robo finali yani 8 bora wao watapata dola 900,000. Mshindi wa tatu katika kila kundi pamoja na mshindi wa 4 wao watajikusanyia kiasi cha dola 700,000. Wakati kwenye michuano ya kombe ya shirikisho yani CAF Confederation Cup, mshindi wa kwanza atapata dola milioni 4, wakati mshindi wa pili atapata dola milioni 1. Wanaofika nusu finali watapata dola 750,000, wakati wanafika robo finali wao watapata dola 550,000. Mshindi wa tatu na wa 4 katika kila kundi wao watapata dola 400,000. Uwekezaji huu wa CAF unatajwa kuwa ni moja ya sababu kubwa ambayo imepelekea kuwepo kwa uwekezaji huu wa CAF ama kiasi hiki cha fedha ambacho kinaongezwa ni kutokana na changamoto kubwa ya usafiri ambayo ipo kutokana na matatizo ya kijiografia ambayo yapo barani Afrika, hivyo kufanya taifa moja kutumia kiasi kikubwa cha fedha kipindi ambacho vilabu vyake vinasafiri. Kwa mfano, timu kutoka Tanzania zikiwa zinahitaji kwenda kucheza na timu ya nchini Misri, wanalazimika kutoka nje ya bara la Afrika kwa maana kupitia Dubai kisha ndo waweze kufika nchini Misri. Kwa hiyo hii inaongeza kiasi kikubwa cha gharama tofauti na mabara mengine kama barani Ulaya pamoja na barani Asia. Mimi naitwa The Real Abdul Farid Garincha. Usisahau kulike, kucomment, kusubscribe pamoja na kushare.